umekata nini? Wakolosai 1:13. Kitabu cha Wakolosai 1:13. Kuna wengine wana Biblia, tukisoma na mimi tutakao tumewasaidia. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Naye alituokoa katika nguvu za giza, ndio, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatuhamisha na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kila aliyeokoka ameingizwa kwenye ufalme wa Mungu. Nisikilize vizuri. Kila mwana wa Mungu aliyeokoka, ukishaokoka unatolewa kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ufalme wa giza, unaingizwa kwenye ufalme wa Mungu. Maanake wewe ni mrithi halali wa ufalme wa nani? Wa Mungu. Wewe una uhalali wa kumiliki vya mbinguni, kwa sababu umeshahamishwa kwenye ufalme wa giza, umekuja kwenye ufalme wa Mungu. Ila unapoingia kwenye ufalme wa Mungu, yako masharti na kanuni na taratibu za kuvirithi vya ufalme wa Mungu. Moja ya kitu ambacho kitakusaidia wewe kuziharibu kazi za giza za mafatirisi, kwa sababu umeshaokoka, ni wewe kufanya maamuzi binafsi ya kuacha uovu na cheni zinazotoka huko. Personal. Fanya maamuzi binafsi ya kuacha uovu. Fanya maamuzi binafsi ya kutoshiriki maovu. Fanya maamuzi binafsi ya kutokujihusisha na uovu. Fanya juhudi binafsi ya kujitenga na kila uovu. Uovu ufanye utele wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Uovu utapanya utele wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kwa nini? Kwa kuwa umehamishwa kwenye ufalme wa Mungu na unatamani umiliki vya ufalme wa Mungu, lazima ufanye maamuzi binafsi ya kuacha uovu. Kwa nini uache uovu? Kwa sababu uovu unatapanya utele. Utakipata kabisa kabisa, utafanya kazi, utaingiza mshahara, lakini utaingiza mshahara kwenye mifuko iliyofanyaje? Nazuuliza, utaingiza mshahara kwenye mifuko iliyofanyaje? Ni kitu gani kilichosababisha kitomboe mifuko? Uovu. Watu wengi sana wameshabarikiwa kabisa na Mungu, lakini wameendelea kushikilia vitu vya uovu vya giza, na wao hawajui na wengine wanajua. Kwa mfano, nimekupa mfano mmoja, how to disconnect the chain of poverty in your family. Ni kuwa mtoaji. Mtu yoyote asiye mtoaji, you cannot disconnect the power of poverty in your family. Naomba niongee kwa Kiswahili cha hapa cha Kinengereko. Mtu yoyote aliyezaliwa familia yoyote ambayo kwao ni maskini, hata wakutupa, yawezekana ni kwenu sipajui, unapita mpaka nyumba inasema ni kuache au ni kuangukie, unatamani angalau upande kidogo kwenye kiwango ambacho ni kweli kwenye lile daraja ambalo mimi mnapita kwenda kule mlikuwa mnaongelea, lakini unatamani uweke hata daraja la mtu. Moja ya kitu ambacho utatoka na kupa hisi, anza kuwa mtoaji serious. Kutoa ni kujilimbikizia umaskini kwenye familia yako. Utoaji, hatutoi tukiwa nacho, tunatoa tunachokuwa nacho kwa moyo wa upendo. Usisubiri siku ukipata laki ndio uanze kutoa. Anza kutoa ukiwa na Mungu. Hiyo Mungu toa nia. Hiyo kumwambia Mungu, vyote ulivyonipea mimi umenipendelea. Ninakushukuru, umenipendelea kwa kunipa Mungu. Na kuna mwingine hata Mungu leo hajapata, mimi nakupa 100. 100 hii. Ngoja nimjaribu kwa 2000. Sasa hii 200. Namba 5. Ameleta 500. Achukue 10,000. 10,000 achukue 50. Haleluya kwa Bwana. Hakikisha unapotaka kushughulikia mfumo wa umaskini, shughulikia
kitu kinachoitwa moyo wako unyimi, kwa sababu utakapoenda kwa mchawi kwamba unatafuta roho ya utajiri, moja kitu utakachokumbana nacho ni utoaji. Yaani ukienda kwa mchawi kwamba wewe nenda tu, hebu fanya kama una test, najua huko mbali unakotokea wapo waganga, hebu fanya kuna test, nataka utajiri, mbeleta ngombe mweupe, mbuzi mweusi. Ukisikia anakwambia leta kuku, leta mbuzi, leta ngombe, leta pesa, akili yako inaenda kwamba anazungumza nini? Utoaji. Unataka kuwa jirani zako, unataka kuwa kaka zako, unataka kudisconnect the share of poverty in family. Jifunze na anza kuweka moyo wako kwa kumaanisha. Sikwambii uende sadaka kwangu, wewe pelekaga hata kwa yatima, kwa wajane. Kwa nini? Wewe pelekaga sana. Usipokuwa mtoaji serious, mimi nakwambia umaskini utakuwa kama Lazaro. Lazaro alikuwa kanisani kabisa na mtakatifu, na anasema tajiri naye akafa na maskini Lazaro naye akafanyaje? Maskini wewe. Alo, you cannot get hili jambo. Sikiliza, sikuhubirii utajiri na kuhubiria kitu ambacho unajua. Siku moja Mungu alinitenda sana wakati tukianza huduma hapa. Nakumbuka hiyo siku tumeabudu watu watano, mvua imenyesha kama leo ilikuwa imeanza, wengine mmepita na shuka mapema, sisi tunaendelea. Tumeabudu watu hawa na mchungaji watatu. Mimi mchungaji nimetoa sadaka 4,000. Yule aliyekuwa katibu ya wangu akatoa 2,000. Yule dada aliyekuja siku ile akatoa buku. Tumeshinda ngapi? 7,000. Tunamaliza ibada, tukakata fungu la 10 ya kwenda huko kwa maaskofu wetu. Kama inabaki shilingi, tulikata kama shilingi 700. Mimi ile 4,000 yote nimekomba, sijabaki hata 100. Nimetoa ile sadaka. Yule dada ananiambia, unajua mchungaji, hapo kwanza sina nauli ya kwenda kurudi nyumbani, nilikuwa natokea Kongoe. Anasema hiyo buku niliyoiona ndio toa, ndio ilikuwa nauli yangu. Sijui ramani mchana na jioni sielewi. Labda unaweza kunifikiria. Ajamaliza kuzungumza mama, hebu nikamwambia kaanza kaa hapo, tutajadili baadaye. Akaja yule katibu wangu, anatakiwa arudi Ubungo, kipindi hicho anakaa Ubungo. Naye anatakiwa arudishiwe ile 2,000 aliyotoa. Kwa hiyo nikachukua 2,000, nilikuwa nimeweka 6,300, nikachukua 2,000, nikampa yule katibu, nikamwambia rudi, nenda tu. Ile iliyobaki yote nikampa yule dada. Nikabaki na 0. Sielewi mchana nitakula nini na jioni nitakula nini. Na wakati huo kwenye chakula ninaiangalia sadaka. Yaani unaona na Mungu leo wasema ngoja. Utajua wewe mwenyewe. Sio utajua, anamwambia utajua wewe kwa sababu naye Mungu wala sina na njaa. Ndio nimeshaitoa sasa. Ndio imeshaenda sasa. Ndio sina sasa hata 100. Nikakaa tukamaliza ibada hiyo saa 7, wakaondoka, mimi nikabaki hapo madhabahuni saa 11, saa 12, saa 1, saa 1:30. Yaani hapo sielewi. Na mimi tabia yangu ya kwamba Jumamosi usiku mara nyingi sili. Kwa nakuja kula aidha baada ya ibada. Kwa hiyo nimeshaunganisha mfungo, umeshakuwa masaa 24. Na sielewi. Nimekaa. Ukweli akili ya kibinadamu naanza kuchanganyikiwa. Nikabidi tu nilale hapo madhabahuni. Nimetulia. Saa 2:30. Nikisema hapa inabidi niunganishe mfungo mpaka kesho asubuhi. Ndio akili yangu inaninyooza. Nikasikia tu mama mmoja amekuja bana, anasema bana, nataka mchungaji wa hili kanisa. Alikuwa na binti mmoja. Nataka. Asema na shida. Alikuwa na shida fulani. Wakamwambia hebu, kuna mama fulani walikuwa na kioski hapo. Mama hebu jaribu kuingia huko kanisani, inawezekana yuko. Anakuja ananikuta nimelala hapo kwa sababu anafikiri niko rohoni naomba, lakini mimi mwenzako nimeshachoka njaa. Sio kila wakati mwingine watumishi ukimkuta amelala madhabahuni unafikiri anaomba. Saa nyingine mpata 2,000. Naongea na mtu mahali hapa. Wewe unafikiri kila siku tu tunakaa rohoni. Inawezekana atachaje atapata. Msusa mchana hamna. Yule mama
akanieleza mkasa fulani wa huyo binti na changamoto anayopitia, na yeye mazingira hiyo mleta, nikaanza kumwombea, omba naye Mungu akamfungua, katoka jasho la kutosha, ile binti akafunguliwa. Basi akasema nashukuru Bwana kwa hii huduma, kwa kweli hapa nimeshawaza labda nimkimbize huko za Kiev, na hapa nilikuwa nimebeba hiyo pesa kwamba nikimpitisha labda kanisa fulani ikashindikana, nampeleka hapa, ameshafunguliwa. Akaniambia hiyo pesa ya hospitali na mwamini Mungu naitoa sadaka. Amen. Nikasema leta sadaka kwa Bwana. Na mimi siku ya mnalia nikamshika mikono nikasema Baba, kama uishivyo wewe wajua. Halafu maombi ambayo mtu anaomba akiwa na njaa anatoa baraka zote za roho na mwili. Amen. Wapeni watu vitu. Sisi nikamwombea amen na maneno kwa imani ya Bwana. Alipotega mgongo mimi, yani akili yangu na ametoa shika sija kama ametoa bovu. Hata msasa mimi nikakuta kitu kutoka kama 30,000, yani nimshangaa Yesu Kristo wa Nazareth. Maana wakati huo nikipata 30,000 ni bajeti yangu ya wiki mbili. Ameshapiga hesabu, mfukara kumeshaenda. Hiyo nasema hapa ndio penyewe. Sasa unataka kudisconnect mfumo wa uovu, mfumo wa umaskini ukiwa kwa Yesu. Hii ni kanuni ambayo watu wengi hawaipendi. Sijahubiri utoaji. Okay, ngoja nihame kwenye mbinu ya utoaji. Kwa mfano, unataka kudisconnect mfumo kwamba mimi nataka ndoa. Hii roho inayoitwa uzinzi na uasherati kanayo mbali. Roho ya uovu inaitwa uzinzi na uasherati. Unacheza na wewe kaka, unamchekea karibu nyumbani kwako, unacheza naye, unasema na mimi nitaolewa kwa ndoa, utaisikilizia. Hata ukiolewa kwa akikusaidia Yesu, ukiolewa kwa ndoa ukaendelea na hiyo roho mchana kweupe, hakuna mwanaume atavumilia mwanamke mzinzi, hakuna mwanamke atavumilia mwanaume mzinzi, kwa sababu hiyo roho ni roho inayoharibu. Sikiliza, dada zako wana ndoa, kaka
Tumahe. Hebu acha ujinga.